Sisi kama taasisi ya ukaguzi wa ndani mara nyingi tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana na wakaguzi wa ndani wa sekta ya umma na kujua changamoto zao na nini cha kufanya tuweze kuwasaidia. Na mara nyingi sana pia ni kusema kila mwaka ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu inapotoka, sisi kama wataalamu huwa tunakaa na kuchambua na kuangalia maeneo yapi hasa ambayo sisi kama wakaguzi wa ndani tutachukua kuweza kuhakikisha yanaboreshwa. Kwa hiyo tumeona kuna changamoto upande wa local government, na tulipojaribu kufanya analysis yetu tunagundua kwamba hawa wenzetu ni wachache sana wanaohudhuria mafunzo kama haya, ambayo kwa kiasi kikubwa inaathiri utendaji kazi wao. Kwa inawezekana labda ni swala la kifedha au ni swala la kutokujua, lakini sisi kama wataalamu tunaona kwamba ni eneo ambalo tunatakiwa tuweke efforts zaidi ili kuweza kuwasaidia wale wakaguzi wa ndani walioko local government ili waweze kufanya kazi zao pia kwa ufanisi na kuboresha kazi zao. Kwa changamoto kubwa iliyopo ni kuongezeka kwa mianya mbalimbali ubadhirifu, pia kuwa na hoja nyingi ambazo kama endapo wangeweza kupata mafunzo ya jinsi gani ya kufanya vizuri kazi zao ingeweza kupunguza hoja pia katika nchi. Maombi yetu makuu ni kilio chetu ni miundo kandamizi ya ukaguzi wa ndani na kufanya tuweze kufanya kazi yetu kwa ufanisi. Tumekuwa tukilia kwa kipindi kirefu, lakini tunashukuru kwa ujio wa Mheshimiwa Waziri leo akimwakilisha Rais kwamba kilio chetu sasa kinafika mwishoni na sisi tuko tayari kufanya kazi kwa weledi kuzingatia misingi ya utendaji kazi wetu kama wakaguzi. Okay, tunazungumzia kuhusu miundo kwamba miundo ya ukaguzi, mfano reporting structure zao, wanatakiwa waripoti kwa bodi ya wakurugenzi, kwa wale ambao wana bodi, au kwa uongozi wa juu ambao utamfanya yeye aweze kufanya kazi yake bila kuingiliwa. Lakini pia mkaguzi huyo anahitaji aweze kuripoti katika eneo ambalo hata atakapotoa ripoti yake iweze kuchukuliwa na kufanyia kazi bila kuathiri objectivity yake, sio Kiswahili nasemaje, lakini kwa sasa jinsi ilivyo tunaona muundo wa ukaguzi wa ndani haujakaa kandamizi kwa sababu reporting lines haziko clear. Na ukiangalia tasnia hii unaweza compare na tasnia nyingine, unaona wenzetu wa tasnia nyingine wako juu zaidi kuliko sisi, kwamba maslahi yao ni hapo juu, japo kazi tunayofanya ni kazi kubwa na kazi ambayo ni hatari. Kwa hiyo tunahitaji miundo ya ukaguzi wa ndani iweze kuboreshwa ili kufanya kazi kwa weledi unaotakiwa. Hilo ndio tatizo kubwa, kwa sababu mkaguzi wa ndani anatakiwa afanye kazi akiwa na uhuru, na kama ule uhuru wa kufanya kazi hiyo haupo, maana leo nimekuja na nimekuja na issue ya kuweza kusaidia kupunguza ubadhirifu sehemu fulani, na ripoti hiyo ikanisababishia mimi nikapoteza hata kazi. Ndio huo uhuru ambao tunaongelea kwamba niweze kufanya kazi zangu huru na mwisho wa siku niweze kutimiza malengo ya kazi yangu. Changamoto ya kimuundo kweli ipo, kwa sababu unakuta mkaguzi kazi yake ni kukagua na kumshauri kiongozi mkuu wa taasisi. Changamoto ya kimuundo inakuja kwa sababu kiongozi mkuu wa taasisi ndio kashikilia maslahi yote ya mkaguzi. Sasa ukimshauri mtu ambaye kashikilia maslahi yako, anaweza akapokea au asipokee akijua huna cha kumdhuru. Ndio maana kuna wengine walipendekeza iwe ni independent kama jitegemee, lakini bado kwa mujibu wa standard mkaguzi wa ndani ni sehemu ya management. Kwanza uhuru si kwamba tunanyimwa, uhuru tunapewa. Sema wakuu wa taasisi pia watofautiana. Kuna ambao wana appreciate kazi ya mkaguzi wa ndani, lakini kuna ambao wana ignore kazi ya mkaguzi wa ndani. Wakuu wengi sasa hivi wanaelewa hilo, umuhimu wa mkaguzi wa ndani. Hoja za CAG zinakuja sio kwamba kwa sababu wakaguzi wa ndani hawasikilizwi, hapana. Wakaguzi wa ndani wanashauri, lakini katika kushauri anaweza kashauri mkaguzi wa ndani vitu 10 vikafanywa kazi vitu viwili. Hivi vitu 8 vilivyobakia hivi CAG akaja kuvikuta vikiwa bado kwenye hali ile ile, na pia anavihoji vitu vile vile. Kwa hiyo shida inakuja kwenye kufanyia kazi maoni ya mkaguzi wa ndani. Tunakagua sehemu mbalimbali, tunashauri, tunahoji pia. Sasa ikitokea umehoji vitu vingi kidogo vikafanywa kazi vichache katika vile vingi,
hivi vilivyobakia vyote CAG anakuja na vikuta na kuvihoji tena. Kwa hiyo hapo shida kubwa ni kwenye management, kwenye kurespond, kwenye kujibu hizi hoja za mkaguzi wa ndani kikamilifu. Kila mahala ambapo kuna fedha ya serikali ni lazima kuwe kuna wahasibu, lakini pia kuwe kuna wakaguzi wa ndani ambao wana taaluma hiyo hiyo ya uhasibu. Lakini hawa wakaguzi wa ndani kwa sasa kwa mujibu wa sheria wana mpaka mkaguzi mkuu wa ndani ambaye ana nafasi ya kitaifa, na kwa hiyo kazi yao ni kuhakikisha kwamba wanawasaidia washauri wa wakuu wa taasisi na taasisi kuhakikisha kwamba rasilimali fedha hazipotei, lakini pia zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa na sera, lakini na malengo yaliyokusudiwa na ilani. Kwa zile bajeti tunazozitenga kule bungeni tunakwenda kwa ajili ya miradi, ni lazima kuwe kuna hao wakaguzi wa ndani na ni watu wa muhimu sana. Maudhui ya mkutano huu wa 3 wa wakaguzi wa ndani kwa mwaka huu, na kwa mujibu wa changamoto ambazo zimesemwa na Rais wake Dr. Zeria Njeza, ni kwamba wanadhani kwamba ni muhimu kuipa nafasi ya kutosha taaluma hii ya wakaguzi wa ndani, kada hii ya wakaguzi wa ndani, na kwa hivyo wanaomba kuwa na sheria yao ambayo itasema majukumu yao, lakini pia wanataka miundo pia ya kiutumishi iwatambue kwa nafasi zao za kushauri katika level zote, kwa sababu baadhi ya taasisi au wakuu wa taasisi wanawaona hawa wakaguzi wa ndani kama wachokonozi wa mambo yao. Wanaona wakaguzi wa ndani kama ni watu kama wageni hivi hawapaswi kuwepo kwenye taasisi, kwa sababu wanataka kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Kwa hiyo kuna wale wasiokuwa na nia njema, tuseme wale wanaotaka kufanya mambo ya rushwa, wanaotaka kutumia vibaya hela za serikali, ni dhahiri hawawezi kuwapenda hawa wakaguzi wa ndani, kwa sababu wakaguzi wa ndani ni jicho la mwenye taasisi, ni jicho la umma, ni jicho la Watanzania, kwamba mambo yaende sawa. Hiki akiende sawa na shauri kabla CAG hajaja kukagua. Kwa hiyo hayo ni mawazo mazuri, na mimi kama kiongozi wa niliyemwakilisha katika kufungua mkutano huu wa Rais, nimesema tunayachukua na nimewaelekeza wahusika, kwa maana katibu mkuu utumishi, katibu mkuu wizara ya fedha na wote wanaohusika akiwemo na msajili wa hazina, wajaribu kuangalia na wao wenyewe wana tasnia hii, wajaribu kuangalia namna ambavyo tunaweza tukafanya katika kurekebisha hizo sheria, ili kazi ya wakaguzi wa ndani iweze kufanyika kwa malengo na madhumuni ya uwepo wao kama kada muhimu katika serikali, lakini pia hata katika private sector pia hao nao wanakuwepo kwa ajili ya kuonyesha pale ambapo tunakuja au kuna tatizo. Ili serikali ipate kuaminika na wananchi ni pale ambapo fedha iliyotengwa kwa ajili ya jambo fulani imetumika kwa ajili ya jambo lile. Wakaguzi wa ndani hawa ndio jicho la ndani la taasisi. Wanapozuiwa kufanya majukumu yao, kwa baadhi ya taasisi wanapozuiwa kufanya majukumu yao, tayari unaanza kupata wasiwasi kwamba kuna jambo baya ambalo linafikiriwa pale kufanyika, au kuna jambo ambalo linafanyika. Na ndio maana kama kuna accounting officer ambaye anamsikiliza mkaguzi wa ndani, hawezi kupata hati yenye mashaka au hati chafu, atapata hati safi. Na kwa hiyo mkaguzi wa serikali, control akija pale, kwa maana ya CAG, akija kikagua atakuta kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo rai yetu kama serikali, na kwa kweli ndivyo sheria inavyotaka, ni kuhakikisha kwamba hata CAG anapofika kukagua, wale watu wa CAG kwanza wapate ripoti ya mkaguzi wa ndani na waanze na kikao kile cha kwanza, lakini pia wanapomaliza hata ukaguzi pale, mkaguzi wa ndani pia aweze kushirikishwa, ili waweze kukubaliana au kutokubaliana katika yale ambayo CAG ameweza kuyaona, lakini pia na mwajiri ambaye na accounting officer naye aweze kujua kitu gani ambacho hakikwenda sawa na alishauriwa lakini hakuweza kufuata. Lakini kuiandamaini nafasi ya mkaguzi wa ndani ni hatari sana kwa rasilimali za nchi, na ndio maana kwamba katika misingi ya utawala bora, sasa nazungumza kama waziri wa nayesimamia masuala ya utawala bora, moja kati ya misingi ya utawala bora ni maendeleo kwa watu. Fedha inapokuwa imetengwa kwa ajili ya jambo lisipotokea, sio utawala bora. Kwa hiyo katika misingi ya utawala bora, wakaguzi wa ndani ni kada muhimu sana, lazima ipewe nafasi na ipewe nyenzo zote inayostahili kupata ili iweze kusimamia rasilimali za watu.